kabla tujaingia kwenye somo letu jioni hii ya leo, niwakaribishe tuombe. Baba Mungu mwema, tunalitukuza na kulihimidi jina lako sana. Tunapokwenda kuanza vipindi hivi, Roho wako mwema atuongoze. Nimeomba haya katika jina lako Yesu Kristo, amina. Jana tuliangalia waasisi kadhaa walivyoamini na kuandika na kusema na kukosoa fundisho hili la utatu au Trinity. Wale ambao ndio wanafuatilia kwa mara ya kwanza, inabidi warudi kwenye masomo ya nyuma ili waelewe tulikoanzia. Jana tuliishia kwa James White, napenda kuanzia kwake tena. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anasema maneno haya katika historia ya James White. Yeye mwenyewe zingatia kabla sijasoma, zingatia maneno haya kwamba waasisi wa kanisa hili la Waadventista wa Sabato hawakuanza tu moja kwa moja katika kuzaliwa kwao ni Waadventista na wanaamini hivyo. Hapana, walitoka katika madhehebu mengine. Wengine walitoka katika Baptist, walitoka Methodist, Presbyterians, katika madhehebu hayo na kuja katika kikundi cha Miller Movement, baadaye Seventh Day Adventist, wakiendelea kujifunza na kuchunguza maandiko. Kwa hiyo kadri walivyokuwa wakikaa pamoja na kujifunza maandiko, ndivyo walivyokuwa wanapata nuru na upana wa uelewa wa neno la Mungu. Hawakushushiwa kweli za neno la Mungu zote kwa mara moja pap, alafu basi wameshaamini. Walikuwa wakikua kila wanavyojifunza wanakuwa na kupanua uelewa wao katika neno la Mungu, Roho Mtakatifu akiwaongoza. Na hivyo ndivyo kanisa lilivyojikita katika mafundisho ambayo yanafundisha hata hivi leo. Na ninasema bado Roho wa Mungu yuko kazini na anaendelea kulifundisha kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa James White ambaye ni mme wa Ellen White, tunakumbuka kwamba niliwaambia hata Ellen White mwenyewe wakati anapewa njozi ya kwanza alikuwa anasali Jumapili. Hakuwa na ujumbe wa Sabato kwamba ni Jumamosi na ilikuwa ni siku ya saba, mpaka alipopatiwa ujumbe huo na yule mwanamke aliyechunguza maandiko katika amri ya 4 akagundua, ndipo akashare na viongozi. Baadhi wakasoma na wao wakaelewa, wakashare katika kile kikundi cha waamini. Ndivyo basi Jumamosi ilivyoaminiwa na wakaanza kuabudu, na Mama White akapata njozi kwa mafunuo ya Roho Mtakatifu juu ya Sabato, na ndipo nuru hii ya Sabato ya kweli ya neno la Mungu ikaja ndani ya kanisa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unagundua hata na yeye nabii huyu aliendelea kujifunza kweli na akifunuliwa kila iitwapo leo. Hata wewe ulivyokaa hapo, yako mambo mengi uyafahamu, lakini kwa vile utakavyoendelea kumjifunza Mungu ataendelea kujifunua kwako katika zile kweli za neno lake katika maandiko matakatifu. Sasa kabla ya kuwa Mwadventista, James White alikuwa mhudumu aliyewekwa wakfu kwa kanisa ambalo tunasema ni Christian Connection. Aliandika matukio ya maisha yake mnamo mwaka gani hapo? Soma 1868. Kwa Review and Herald ndio aliandika. Anasema hivi: nikiwa na umri wa miaka 15 nilibatizwa na kuachana na kanisa alilosali awali na kujiunga na kanisa la Kikristo. Baadaye alitawazwa na kuendeleza kazi ya uamsho kwa ajili ya shirika hilo alilobatizwa kwalo. Lakini mnamo mwaka 1842, historia yake anasema hivi, alimsikia William Miller. Nimesema alimsikia nani? William Miller. William Miller alikuwa anahubiri nini? Akihubiri na akawa mfuasi mwenye shauku wa imani ya marejeo ya Yesu ya mara ya pili. Alimsikia William Miller akihubiri ujumbe ya kwamba Yesu anarudi mara ya pili, na tangazo la William Miller lilianza na kusema atarudi mwaka 1843. Baadaye akasema 1844. Baadaye akasema sio tu 44,
Oktoba 22, 1844. Kwa hiyo huo ujumbe kwa James White alipousikia ulimgusa katika maisha yake, na akaamua kuachana na imani yake ya kwanza na akajiunga na wana marejeo Advent. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Advent, wana marejeo, Adventista, ndio tulikotokea huko. Sasa alipojiunga na kundi hilo, historia inaendelea inasema hivi: yeye alipokuwa akielezea hili fungu la Yohana 10, Yohana sura ya 10 fungu la 30, alisema maneno haya: Yesu alisali kwamba wanafunzi wake wawe kitu kimoja kama alivyokuwa mmoja na Baba yake. James White alifafanua akaendelea akasema hivi, alisema ombi hili halikumfikiria mwanafunzi mmoja mwenye vichwa 12, bali wanafunzi 12 walifanya kitu kimoja kwa lengo na juhudi katika kazi ya Bwana wao. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jana tuliangalia kwamba James White alipinga fundisho la Trinity lililokuwa likifundisha namna hii. Of course, si kwa sababu tunahitaji kucriticize wanavyoamini madhehebu mengine, lakini lazima tujifunze historia, watu wa awali wa zamani waliamini nini na maandiko matakatifu, Biblia inafundisha nini. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujumbe wa Trinity ambao James White aliupinga ni ule wa kusema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni mwili mmoja wenye vichwa vitatu. Sasa James White anapoandika anasema, kwani Yesu alipowaombea wanafunzi wawe na umoja kama Baba na Yesu alivyo na umoja, je, alikuwa anaomba mwanafunzi mmoja awe na vichwa 12? Jamani, ndivyo alivyokuwa anaomba? Anasema hapana. Alikuwa anaomba hawa wanafunzi 12 wawe na juhudi, wawe na mwelekeo mmoja wa kiimani katika kuipeleka injili sawa sawa na Mungu alivyowapatia. Ndivyo tulivyoona jana. Napita hapa haraka, tunaendelea mbele. Tofauti kuu kati ya miili miwili ni swali la kutokufa. Miili miwili ni swali la kutokufa. Angalia, Waadventista wa Sabato wanashikilia uungu wa Kristo karibu sana na wanavyoamini wale wanaoshikilia Trinity. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kuna ushahabiano kati ya vile wanavyoamini Trinity, wale wanaoamini utatu, na vile Waadventista wanavyoamini, lakini kuna tofauti. Hiyo tofauti ndio lazima uielewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa la Adventista wa Sabato linajikita sana kuchunguza Biblia inavyofundisha habari za Trinity, ndivyo linavyoamini. Sasa anasema kwamba hatushiki kesi yoyote hapa na jinsi matumizi ya vitendo vya somo la karama za Roho kwa watu wengi na kwa kazi yetu inavyoeleweka vyema zaidi na ndugu zetu wa Seventh Day Baptist. Tunaongea habari za watu gani hao? Seventh Day Baptist. Walivyoamini wa Baptisti hao nao zamani wanadhihirisha kujali kidogo kwetu kwa sababu hii. Na nukuu ziko hapo. Ipo tofauti inayotofautisha na wanavyoamini utatu madhehebu mengine. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, ipo nini? Ipo tofauti, na hiyo tofauti lazima uielewe. Tunawaalika wote kulinganisha shuhuda za Roho Mtakatifu kupitia Bibi White na neno la Mungu. Na katika hili hatukualiki kuwalinganisha na creed, itikadi yako. Hilo ni jambo lingine kabisa. Kwa hiyo ukitaka kulinganisha jinsi anavyofundisha, angalia vizuri. Anasema mwenye utatu au Trinitarian anaweza kuwalinganisha na kanuni yake ya imani, na kwa sababu hawakubaliani nayo wanamhukumu Mama White kwamba anapotosha. Kwa nini? Wanapolinganisha wanaona haikubaliani maandiko aliyoyaandika na vile wanavyoamini wao.
wako Waadventista wa Sabato, wako waumini katika sayari hii ambao wao wanapolinganisha mawazo yao na neno la Mungu, wakaona neno la Mungu linawakatalia, wanalihukumu neno la Mungu badala ya wao kubadilisha mtazamo wao uendana na neno la nani jamani? Neno la Mungu. Wako watu ambao hawatabadilisha mtazamo. Anasema waabudu wa siku ya Jumapili au mtu anayeshikilia mateso ya milele kama ukweli muhimu, na mtumishi anayenyunyiza maji kwa watoto wachanga, eti kwamba ndio anawabatiza hivyo. Anasema na mtumishi anayenyunyiza maji kwa watoto wachanga, kila mmoja anaweza kushutumu ushuhuda wa Bibi White kwa sababu hawakubaliani na maoni yao ya kiimani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Si unaelewa mpaka hapo Na mia zaidi, kila mmoja akiwa na maoni tofauti anaweza kufikia hitimisho lile lile, lakini ukweli wao hauwezi kujaribiwa kwa njia hii. James White Review and Heralds of the Sabbath ilikuwa ni Juni 13, 1871. Ukweli unaendelea kupanuka, ukweli unaendelea kupanuka kwa kila miaka inavyokwenda. Now zingatia haya maswali. Signs of the Times, April 25, 1878, akaulizwa swali James White, maswali na majibu. Anaulizwa anasemaje? Je, mzee White anaulizwa swali, au Smith au Uriah Smith anaulizwa swali, tafadhali eleza nini maana ya kumtenda dhambi Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ni nani au ni nini hiyo? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza majibu. Aliulizwa swali namna hiyo, James White akajibu namna hii: Baba ni nafsi. Umesikiliza majibu hayo? Mwana naye ni nani? Ni nafsi. Sikiliza James White alivyojibu. Lakini Roho Mtakatifu, anazungumzia Holy Ghost, ni sawa na Roho Mtakatifu akizungumzia Holy Spirit. Anafananisha maneno hayo. Ni ushawishi wa kimungu unaotoka kwa Baba na Mwana, na pengine hauonekani kamwe kwa watoto wa wanadamu kuhusiana tu na huduma ya malaika watakatifu. Sasa walipomaliza kusoma wale wapinga utatu, wanakuambia si unaona, James White ameandika hakuna Roho Mtakatifu. Unaona, ameandika kwamba Baba ni nafsi inayojitegemea, hatuna kesi katika hilo. Mwana ni nafsi inayojitegemea, hatuna kesi katika hilo. Lakini Roho Mtakatifu yeye anatoka kwa Mwana na anatoka pia kwa nani? Kwa Baba. Yeye sio nafsi. Na akikunukulia hichi kifungu, wewe unatokea wapi? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiwa na uelewa mfupi wa kufuatilia maandiko hapa, kwa kweli mtu anakubana na hutoki. Lakini kumbe James White alijibu hivi katika uelewa aliokuwa nao, aliokuwa akifundishwa na madhehebu mengine kule alivyotoka. Ndio uelewa waliokuwa nao. Walipinga, walichokuwa kikipinga wakati huu bado James White alichokuwa anakipinga ni kwamba Mungu sio nafsi yenye vichwa vitatu. Hilo alikuwa anapinga. Anasema kila kimoja ni nafsi, na waliishia kusema Baba ni nafsi, Mwana ni nafsi, alafu Roho Mtakatifu ni wanashare, sio nafsi, wanashare. Katika uelewa huu kule alikotoka ndivyo alivyokuwa wanaamini. Kwa sababu angalia hapa, ngoja nikuonyeshe zaidi. Ngoja tusome. James White anasema hivi: katika uumbaji na katika kuanzishwa kwa sheria, Mwana alikuwa sawa na Baba. Alafu angalia anavyojichanganya tena hapo. Alikuwa sawa na nani jamani? Na Baba. Angalia hapo mwanzo, kabla ya anguko, Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Mwanzo 1 fungu la 26. Hakuna kesi.
Linganisha na usemi huu maneno yanayopatikana katika mojawapo ya Injili. Hapo mwanzo kulikuwako neno, maana yake ameweka mabano Kristo. Huyo neno ni Kristo, anasema. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Yohana 1:1. Anasema Mungu Baba ndiye aliyemwambia Mungu Mwana na tumfanye mtu. Anajenga hoja yake, na utaona ni article hiyo inayoendelea mwaka 1881. Bado uelewa mpaka mwaka wa 1881 bado mapayonea wengi wa kanisa walikuwa na uelewa wa madhehebu walikotoka. Kama unanielewa sema amina. Jamani, kama unanielewa sema amina. Kwa hiyo baadaye ukiona uelewa wao umepanuka, nuru imeongezeka na wanasema tofauti, sikiliza wapinga utatu na wale reforma wanavyo criticize, wanakuambia hayo maandiko ya baadaye yalichakachuliwa, haya ya mwanzo ndio yenyewe. Sasa unamwambia nitafutie hicho kitabu ambacho na maandiko ambayo wewe uliposoma ukagundua kwamba haya yamechakachuliwa, hata kuletea duniani, kwa sababu hakuna. Yaani akikwambia tu limechakachuliwa, mwambie niletee vyote viwili, nionyeshe kilicho sahihi na kilicho chakachuliwa ili nipime na mimi nione, hata kuletea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa sema amina. Angalia sasa James White anavyoendelea kusema, katika kuinuliwa kwake, kabla hajajinyenyekeza kwa kazi ya kuwakomboa wenye dhambi waliopotea, Kristo alifikiri kuwa si wizi kuwa sawa na Mungu. Yaani sio kwamba anamrobo au anamuibia, anamnyang'anya Mungu madaraka. Anapojisema kwamba mimi na Mungu tuko sawa, Kristo anasema si wizi. Of course hili ni fungu kwenye Biblia na linukuu. Anasema hivi, kwa sababu katika kazi ya uumbaji alihusika. Taasisi ya sheria ya kutawala viumbe vyenye asili, mwana alikuwa sawa na baba. Baba alikuwa mkuu kuliko mwana kwa kuwa alikuwa wa kwanza. Mwana alikuwa sawa na baba kwa kuwa alipokea vitu vyote kutoka kwa baba. Ukisomewa hii unachanganyikiwa. Si unaona? Kumbe hata baba ni mkuu kuliko nani? Mwana. Kwa hiyo kwa cheo wanasema baba ana cheo kikubwa, mwana ana kacheo kanachofuata. Katika uungu, Godhead, tunapokuwa tukiongelea namna hii, huu ndio ulikuwa uelewa wa hawa mapayonea katika hatua za mwanzo, kabla nuru haijaendelea kupanuka na kufunguka zaidi. Utaona nuru inavyofunguka, na huu ulikuwa ni mwaka 1881 Januari 4. Anasema msomaji sasa aweza kuwatazama baba na mwana kutumia sura ya kawaida kama taasisi kuu ya kuunda na kuanzisha sheria. Uelewa wake. Sasa tulisoma nyuma tukiwa kwenye utangulizi kabisa wa mada hii. Angalia walivyoamini hawa wa semi-Arianism walivyoamini kutoka karne ya 4 kuendelea. Nani waliokuwa wanafundisha hivi anavyosema William Miller? Walifundisha Arian alikuwa ni priest. Nimesema alikuwa ni nani? Ni priest. Na ndiye walioanzisha fundisho hilo ambavyo anasema William Miller. Na walipoanzisha fundisho hilo, of course vikao vikakaa vya kanisa Katoliki vikapitisha kwamba hivyo ndivyo uelewa, wakijaribu kutofautisha kwamba kuna baba, mwana na roho. Baadaye wakasema mwana ni nafsi, baba ni nafsi, lakini wameungana ni kitu hicho kimoja, na roho ni nguvu wanayoshare kwa pamoja. Katika uelewa huu ndipo madhehebu mengi wakawa wanajitahidi kujitofautisha kwamba tunavyomuelewa baba, mwana na roho mtakatifu na wanavyofundisha kanisa Katoliki kuna tofauti hii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Walijaribu kuweka tofauti. Sasa Arians, hawa Arians walifundisha hivyo. Anasema semi-Arianism anadai kwamba mwana alikuja kuwepo kwa kutoka kwa baba wakati fulani huko nyuma, huko kabla ya kupata mwili kwake, na kwa hiyo ana asili ya uungu sawa na baba.
Yani maana yake anasema kina Arians walikubali kwamba Yesu ana mwanzo. Kabla ya kupewa mwili, huko mwanzo aliwahi kutoka, huko alifanyika, Baba alifanya kitu fulani huko nyuma. Ingawa baadhi ya wafuasi wa imani ya Semi-Arian wanaamini mwana kuwa duni kwa Baba, wafuasi wengine wa Urianism wanasisitiza usawa wake na Baba. Kwa hiyo James White anapokuwa akizungumza kwamba hapa Baba alikuwa mkuu kuliko mwana kwa kuwa alikuwa wa kwanza, of course ni sawa na walivyokuwa akisema wa Semi-Arianism. Jamani, hivi tunaelewana ninyi watu wa Mungu? Kwa nini ni sawa? Kwa sababu ndivyo madhehebu mengine yalivyoamini, ndivyo alivyokuwa akiamini huko alikotoka ndivyo alivyokuwa wakiamini. Ni sawa sawa leo kuna watu wameingia katika kanisa la Waadventista Sabato, wametoka Pentecoste, wametoka Lutheran, wametoka Anglican, wametoka katika Muslims, Catholics, every religion, everywhere wanatoka, wanapojifunza Biblia na kumuelewa Mungu anavyowataka kuwa, wanatoka huko wanaingia, lakini wanapoingia ni kweli wamekuja na sasa wanamwabudu Mungu katika Sabato yake takatifu, lakini bado hawana kweli zote za neno la Mungu. Kwa hiyo bado hata utakapokaa naye na kujifunza naye Biblia, usishangae bado kwenye kichwa kuna mambo ya kule alikofanya nini, kule alikotoka. Ndicho kilichowakuta pioneers hawa. Ukweli wanao, kanisa la Bwana ndilo hilo, lakini uelewa wao Mungu anaendelea kuwafunulia nuru kila itwapo leo. Sasa ukikutana na mpinzani akikunukulia hapa hutoki, lakini mwambie no, huu ulikuwa ni uelewa wa mwaka 1881. Hebu nenda mpaka mwaka 1900. Hebu nenda mpaka Mama White naye anasemaje? Utashangaa hata Mama White alikuwa na uelewa huu kabla hajapewa nuru nyingine. Na ndio maana ilimbidi Mungu afunue kwa njozi na kwa ndoto. Na Ellen White alimhoji Mungu maswali juu ya Roho Mtakatifu, juu ya Baba, juu ya Mwana katika njozi, na alijibiwa. Ilibidi Mungu afunue, alete nuru ili kufutilia mbali uongo na uzushi huu ambao ulikuwa ukiendelea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama umeelewa sema amina. Tutaenda huko mbele na utaona. Yuko muasisi mwingine wa kanisa hapa, pioneer, aliyeitwa John Norton Laurboer, wanamuita namna hiyo. Yeye huyu alizaliwa Januari 26 mwaka 1832. Mwaka gani? Nimesema mwaka gani wapendwa? 1830 ngapi? 32. Alikuwa mtoto wa pili kati ya watoto watano katika familia yake. Babu yake na baba yake wote walikuwa wahubiri wa kanisa la nini jamani? Nisome hapo. Methodist Episcopal Church. J.N. Laurboer alipokea mafundisho, indoctrination, kama wanavyoamini au kama wanavyoamini wa Methodist, na alijifunza mafundisho hayo. Sikiliza hapa, ilibidi niandike Kiingereza kwa sababu Kiswahili kingepunguza maana. Alifundishwa mafundisho hayo at home, nyumbani kwao alifundishwa mafundisho hayo, and in Sunday school, alipokwenda kanisani Jumapili kusali kwenye Sunday schools, alifundishwa mafundisho hayo. Kwenye church service, katika huduma za kanisa, ibada za kanisa kama tunavyofanya hapa, alifundishwa mafundisho hayo huyo Laurboer. Alafu pia hakuishia hapo, anasema pia and prayer meetings, katika vikosi vya maombi, mikutano ya maombi, alipokutana waliendelea kujifunza, and singing classes, katika madarasa ya kujifunza kuimba, kujifunza nyimbo, waliendelea kujifunza mambo hayo. Kwa nyongeza, John alihudhuria makanisa mawili yaliyo na udhamini wa shule, ambako ndiko alikuwa baadaye alienda akasoma, iliyoongozwa na Miss Bibbins Methodist na Joseph Hollister Presbyterian, akijifunza kukariri mashairi
na aya za Biblia. Jamani, kama unaelewa sema amina. Kwa hiyo huyu jamaa naye hakuzaliwa Seventh Day Adventist. Anatoka kwenye mafundisho yaliyoamini utatu, lakini sio katika usahihi wa Biblia, lakini ndio nuru aliyokuwa nayo na aliyotembea nayo. Kwa hiyo huyu jamaa naye ana mambo mazito ya kusema. Sikiliza anavyosema. Huyu jamaa, the last of the Adventist pioneers, alikuwa wa mwisho wale mapioneer. Aliandika maswali, anasema hivi: Bro White, maswali yafuatayo ningependa utoe ufafanuzi na utume kwa Bro Laubora kwa maelezo yafuatayo, na nukuu zake ziko hapa. Huo ulikuwa ni mwaka gani? Hebu soma hapo. 1800 na ngapi? 61. Bado uelewa, njozi hazijaja, mafunuo hayajatoka, bado anakanyagana katika uelewa wa miaka hiyo. Sikiliza alivyosema. Swali lake la kwanza: kuna upinzani gani mkubwa kwa fundisho la utatu? Ndilo swali lake hilo alilokuwa ameuliza. Swali lake hilo. Akajibiwa, kuna pingamizi nyingi ambazo tunaweza kuzihimiza, lakini kwa sababu ya nafasi yetu ndogo tutazipunguza hadi hizi tatu zifuatazo. Namba 1, Trinity. Unasemaje juu ya habari za Trinity? Jibu lake la haraka akasema ni kinyume na akili ya kawaida. Yaani kuamini Trinity, yaani hata akili tu ya kawaida, hata akili ya kawaida inaenda kinyume naye. Hivi tunaelewana ninyi watu wa Mungu? Alafu anaendelea anasema ni kinyume na maandiko. Kuamini nini jamani? Trinity ni kinyume na maandiko. Sasa ukikutana na reformer anakuhoji, si unaona? Na hii nukuu nimeona wameitumia sana. Hata pioneer wetu wa kanisa yule wa mwisho alisema kuamini Trinity ni kinyume na akili. It's not common sense. Is non common sense. Yaani alafu ni kinyume na maandiko matakatifu. Kwa hiyo wewe unawezaje kuamini Trinity ni kinyume cha maandiko? Akishamaliza hapo anagongelea msumari. Ni kinyume cha maandiko. Kwa hiyo hata Biblia haisapoti fundisho. Alafu ndipo anaanza kukufundisha yale mafungu ambayo Pastor Semba anatutembeza leo. Na amekuwa akitembea yale ambayo wanayatumia kugongelea msumari. Kumbe hata kuyatafasiri hayo mafungu wanayatafasiri kinyume nyume ili kusapoti mawazo yao. Jamani, kama unaelewa nipungie mkono wako namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama umenielewa mpaka hapo, nyosha mkono wako juu namna hii. Kama hujanielewa nitarudia kwa faida yako, nyosha mkono. Asante sana. Narudia kwenye kipengele hichi, si ndivyo? Uelewa wa awali wa John Laubora, kwa awali alivyokuwa akielewa na kaulizwa habari za Trinity, majibu yake ndio yalikuwa haya. Anasema 1 ni kinyume cha akili ya kawaida na ni kinyume cha maandiko. Sasa namba 3 anasema hivi: asili yake ni ya kipagani na ya nini jamani? Ya ajabu kabisa. Yaani huwezi kuamini Trinity. Sasa ukiishia hapo umeleta tatizo duniani. Lazima uende extra miles, kwa sababu wanaofundisha Trinity wana mitazamo tofauti na wengi wao wako kinyume cha Biblia. Kuna wanaofundisha Trinity wakikwambia mwili mmoja vichwa vingapi? Vitatu. Wako sahihi, tunasema hapana. Na huo ndio uelewa waliokuwa wanapambana nao. Taangalia haja zinazofanya. Kuna wanaosema yuko baba peke yake, mwana sio Mungu, na roho hakuna nafsi ya roho. Kwa hiyo Mungu ni mmoja, ni baba, mwana ni mwana wa Mungu lakini sio Mungu, yeye ni mtoto wa Mungu. Na mengine kama yanayofanana na hayo. Kwa hiyo unapozungumza Trinity ni lazima uanze kutafuta kwamba hivi unaelewa Trinity katika mtazamo gani? Kiukweli tulianza mwanzoni kabisa, wale waliokuja awali, siku ya kwanza tukifanya utambulisho tulisema hata neno Trinity kwenye Biblia halipo. Hata kwenye roho ya unabii ukilitafuta hulipati. Neno utakaloliona sana ni trio. Neno utakaloliona ni Godhead. Nimesema ni kitu gani? Ni Godhead. Kwa sababu mwanzilishi wa neno hilo Trinity tulioangalia kule ni yule Arianism. Ni Arian priest.
ni yule Theophila tuliyomsoma habari zake, ndio mwanzilishi. Baadaye Tertullian akasonga nalo mbele sana, akasonga nalo mbele na akalidefend, na baadaye likaingizwa katika kanisa walivyokuwa wakiamini wa Katoliki miaka hiyo. Baadaye likawa debated na vikao vikaanza kukaliwa ili kulijadili kwa mapana, na hawa mapayonea wanatoka huko mahali ambako kulikuwa tayari na mjadala na michafuko, na kuna upinzani wa kupinga vile walivyofundisha Trinity. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni ukweli akikwambia kinyume na maandiko, kwa sababu kwenye Biblia hutaona neno Trinity. Ninajua kuna mtu ana swali. Sasa kwa nini sisi Waadventista Sabato tunatumia neno nini jamani? Trinity. Wala usitangulie mbele. Wewe tulia tu. Pastor Semba alikuwa anasema, kwa nini unataka kukunja suruali na hujafika mtoni? Ukifika ukakuta maji yamekauka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tutafika tu huko vizuri sana. Tutafika tu huko. Sasa hapa nimeweka Kiingereza na Kiswahili. Naomba nisome Kiingereza alivyokuwa anaeleza na mimi nitafasiri. Mwingine anaweza kanifuata kwa Kiswahili, nimejaribu kuifasiri hapo. Anasema hivi, these positions we will remake upon briefly in their order. Anasema nafasi hizi tutazijaza kwa ufupi kwa mpangilio. Namba moja. It is not very consonant with common sense to talk three being one and one being three. Yani maana yake ni nini? Haipatani sana na akili ya kawaida kuzungumza watatu kuwa mmoja na mmoja kuwa watatu. Yani hawa watatu ni mmoja, na mmoja huyu mmoja eti ndio anawawakilisha hawa watatu. Kwa hiyo utagundua pambano alilokuwa anajaribu kulifafanua hapa, akisema ni kinyume cha akili wanavyofundisha Trinity, ni uelewa ndio anaopambanua hapa. Anajaribu kuchambua kwamba inawezekanaje mmoja akawa na vichwa vitatu, alafu huyu mwenye vichwa vitatu ndio awe mmoja, alafu tukasema ndio Mungu mmoja mwenye nafsi. Hicho ndicho anachojaribu kupambana nacho hapa. Angalia. Anasema hivi, as some express Father, express calling God the true God, or the three one God. If Father, Son, and the Holy Ghost each God, it would be three gods. Yani anasema kama Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote ni Mungu, sasa watakuwa miungu wangapi? Watakuwa miungu mingapi? Mitatu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama unaelewa sema amina. Sasa anaendelea anasema maneno haya. For three times one is not one. Three times one is not what? Is not one, but three. There is a sense, hapa ndio nataka ushike pia. There is a sense in which they are one. Yani kuna namna au kuna uelewa hapa, kuna uelewa kwamba wao hao watatu ni moja au umoja, they are one, but not one person as claimed by Trinitarians. Anasema lakini sio nafsi moja kama wanavyodai Trinitarian. Kwa hiyo hapo unagundua anavyomalizia hii sentensi ndio unaona kwamba huyu jamaa anaongelea nini na anaelekea wapi. Anasema lakini si nafsi moja kama inavyodaiwa na wanani jamani? Wanaoamini utatu, Trinitarians. Wale watu wa utatu. Kama unaelewa sema amina. Kwa hiyo anapambana na uelewa ulio katika vichwa vya watu kwamba Mungu huyu mmoja ana vichwa vingapi jamani? Ana vichwa vitatu. Ndio uelewa huu ndio aliokuwa anajaribu kupambana nao. Anasema haiwezekani hapa eti mmoja akawa watatu, alafu hawa watatu ndio wakawa mmoja. Haiwezekani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sasa yani unajua kuna watu wanaoyafasiri maneno kiasi cha kwamba hayakumaanisha hivyo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ambavyo yanasema hivi. Ni kinyume na maandiko kabisa.
hakuna sehemu yoyote katika Agano Jipya tunayoweza kufungua ambayo ina nafasi ya kuzungumza juu ya Baba na Mwana kama ni nafsi moja. Yaani Baba na Mwana wote hawa ni nafsi hii. Jamani, hakuna katika Agano Jipya fundisho la namna hiyo. Ndivyo anavyojaribu kutuambia kwamba Baba na Mwana ni nafsi, kwa sababu hawa ni nafsi ngapi? Mbili. Sasa kuna wale wanaopinga, anakuambia si unaona ni nafsi mbili tu. Roho Mtakatifu mbona hajamzungumzia hapa? Of course wakati huu wakijadili hivi, Roho Mtakatifu alikuwa na uelewa tofauti waliokuwa nao. Na ndio maana hapa walikuwa wanashughulika sana na Baba na Mwana, Baba na Mwana, Baba na Mwana. Kwa nini? Kwa sababu kanisa Katoliki tayari limeshamuondoa nafasi Roho Mtakatifu kama nafsi, na limemchukua Baba na Mwana, limemuunganisha kuwa mmoja, alafu ndio wanasema ndio, alafu vile vichwa ndio wanasema ndio uungu huo. Kwa hiyo wanajaribu kufafanua uelewa uliokuwa wa wakati huo. Kama unanielewa sema amina. Nakwenda taratibu ili nisiwaache watu. Anasema hivi, inawawakilisha kama nafsi mbili tofauti. Baba na Mwana kuwa ni nafsi moja? Hapana, inawawakilisha kama nafsi mbili tofauti. Sura ya 17 ya Yohana pekee inatosha kukanusha fundisho la utatu, Trinity, zaidi ya mara 40 katika sura hiyo. Sura hiyo moja Kristo anazungumza juu ya Baba yake kama nafsi aliye tofauti naye, nafsi tofauti na yeye. Sasa wale wanaopinga wakifika hapo wanakuambia si unaona? Yohana sura ya 17 inatuambia wako wawili, na yako mafungu zaidi ya 40 hawako watatu. Ndio maana wanaoamini watatu wamepotea. Yaani ndivyo wanavyofasiri hili fungu. Lakini kumbe hiyo haikuwa agenda. Agenda walikuwa wanazungumzia umoja wa muunganiko wa huyu mmoja, eti ndiye ana vichwa viwili na anayewakilisha hivyo. Jamani, kama unanielewa sema amina. Sasa hapa wanaojaribu kukosoa wanakuambia si unaona, si unaona? Hapa anasema hata katika Yohana 17 si unaona anawaongelea wako wangapi? Na anasema hamna utatu, hamna nafsi tatu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unajua ulivyokaa hapa unaweza kufikiri ni rahisi sana, ni mpaka ungelikutana nao kabla hujaja kwenye mkutano huu, wakakusomea hizi nukuu wakakuchanganya kichwa, ndipo ungenielewa vizuri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini kabla ubongo hujachanganyikiwa wewe utanielewa haraka sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, zaidi ya mara 40 katika sura hiyo moja Kristo anazungumza juu ya Baba yake kama nafsi aliye tofauti naye. Baba yake alikuwa mbinguni na yeye alikuwa duniani. Baba alikuwa amemtuma, amepewa wale walioamini, alikuwa basi aende kwa Baba. Mwaka 1860. Sikiliza anavyoendelea, anasema hivi, ni katika ushuhuda huu anatuonyesha katika kile kinachojumuisha umoja wa Baba na Mwana ni sawa na umoja wa washiriki wa kanisa la Kikristo. Jamani, anazungumza huyu muasisi kwamba umoja wa Baba na Mwana ni sawa na umoja wa washiriki wa kanisa la Kikristo. Kwani jamani, sisi tuliokaa hapa ni wamoja sio wamoja? Je, sisi wote tumeungana kwenye mwili mmoja na kuna vichwa vingi? Ndio uelewa nao jaribu kupambana nao hapa. Angalia, ili wote wawe kitu kimoja, kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hawa nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba ndiwe uliyenituma, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe kitu kimoja kama sisi tulivyo umoja. Wawe na moyo. Huu ndio umoja nao uzungumzia. Katika maisha yako unapozungumzia nafsi tatu za uungu, hii ni moja ya maana kubwa ambayo inamaanisha kweli. Anasema maana yake ni hii: wawe na moyo mmoja na nia moja kwa kusudi moja katika mpango wote uliopangwa kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Kanisa la Mungu likifikia hapa, anasema ulimwengu utatambua kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ametutuma.
Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu tukifikia viwango hivi, tukiacha vijembe, tukiacha masengenyo, tukipendana na kusaidiana kwa pendo la kindugu, anasema wawe na umoja, wawe na moyo mmoja kwanza, moyo mmoja, nia moja, kwa kusudi moja, katika mpango wote uliopangwa kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivi ndivyo umoja wao ulivyo. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wana moyo mmoja, nia yao ni moja, makusudi yao ni mmoja, na katika mpango ni mpango wa wokovu umewafanya wajitambulishe hivi ambavyo wamejitambulisha katika sayari hii. Baba, Mwana na Roho ni mpango wa wokovu. Najua mtumishi wa Mungu ataendelea zaidi kuamini fundisho hili. Tunaposoma maandiko ni lazima tuamini kwamba, yani ukiamini kwamba eti Baba na Mwana ni mwili mmoja, sio nafsi mbili tofauti. Anasema hivi, kuamini fundisho hili, kuamini fundisho hili. Nashukuru sana. Tunaposoma maandiko ni lazima tuamini kwamba Mungu alijituma ulimwenguni mwenyewe. Yani huyu sasa ni mmoja huyo, yeye ndio Baba, yeye ndio Mwana. Sasa amejiambia ni mtume nani, alafu anajiambia yeye mwenyewe, mimi hapa najituma. Alafu anajituma ulimwenguni, alafu amejituma mwenyewe, alafu akafa ili kupatanisha ulimwengu na nafsi yake yeye mwenyewe. Alafu alijifufua kutoka kwa wafu mwenyewe, akapaa kwake mbinguni, anasihi mbele yake mwenyewe kule mbinguni ili kuupatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe, na ndiye mpatanishi pekee kati ya mtu na nafsi yake. Yani si unaona ni kitendawili cha ajabu kabisa. Kwa hiyo uelewa nao shughulika nayo huyu pioneer, sivyo wanavyofundisha reforma. Ni waongo, wanatudanganya, wanatupotosha njia ya maandiko matakatifu. Hapa wanashughulikia mwili mmoja wenye vichwa viwili sasa, na Roho Mtakatifu ni nguvu lakini sio nafsi. Hapa wanashughulikia na nafsi ya Baba na Mwana eti kuwa ni moja, ni huyo mmoja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio kwamba walikuwa nasema tofauti. Ngoja nikufafanulie hapa. Yani akisema namna hii ina maana Yesu anajituma mbinguni, anakuja duniani. Alafu Baba si ndio huyo Mwana, sasa Baba na Mwana wote wamekufa, si ndio huyo sasa. Alafu anajifufua, alafu anajiambia mwenyewe nakwenda mbinguni, alafu nitamtuma Roho. Alafu anakwenda mbinguni, si ndio nguvu yake mwenyewe, alafu anajituma mwenyewe, anashuka tena, lakini katika namna tofauti. Pastor Semba alituambia akasema, sasa huyu Mungu anawaogopa nini viumbe wake mpaka ajidai kujifanya vyote hivi? Yaani sisi tunamtisha nini ili atuzuge kiasi hicho? Yeye huyo kwa nini ajitambulishe katika nafasi hizo ambazo si kweli? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kama unanielewa nipungie mkono. Kama kuna mali nimekuacha nipungie mkono. Asante sana. Angalia. Haifai, naomba nisome maneno haya njano kwa sababu ya muda. Kama ndivyo, tunapaswa kuamini pia kwamba katika bustani Mungu alijiombea yeye mwenyewe. Wakati Yesu amepiga anasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kifanye nini? Sasa huyo Baba ndio yeye mwenyewe. Alafu anajijibu yeye mwenyewe, alafu anajitumia malaika yeye mwenyewe. Yani huu ndio uelewa ambao Baba alikuwa na ukataa. Anasema, jamani, hivyo sivyo Mungu alivyotufundisha tunapoongelea nafsi za uungu, sivyo Biblia inavyosema. Hilo ndilo fundisho lilokuwa wanapinga katika uelewa huo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Soma kwa makini mafungu yafuatayo. Nimeyaweka hapa na sitasoma hata moja kwa sababu sio kazi yangu kusoma Biblia. Pastor Semba atashughulika nayo hayo yote hayo. Anasema hivi, Kristo ndiye omnipotent. Mtu wa Mungu, nimejaribu kutafuta hilo swali, hilo neno Kiswahili zuri kabisa. Nikisema mwenyezi nitakuwa sahihi, yani omnipotent. Mkuu, mwenye uweza, mwenyezi. Hayo maneno yote bado naona yanapungua kabisa. Anasema pia omnipresent, yuko pote.
supreme, mkuu, mwenye nguvu, na self existence. Anamwongelea Yesu huyo, yani Yesu self existence God, Mungu aliye chanzo cha kuwepo kwake yeye mwenyewe. Kuwepo kwa Yesu si kwamba Baba ndiye aliyemwanzishia ili yeye awepo. Pastor Semba ametuambia jana na ataendelea wiki hii kutusaidia na kutupitisha katika mafungu haya. Anasema Mungu yeye chanzo cha uhai wake ni yeye mwenyewe. He is self existence, yani kuwepo kwake hahitaji msaada. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Neno utatu linapatikana popote, halipatikani popote katika maandiko. Andiko kuu linalopaswa kuifundisha ni Yohana wa kwanza sura ya kwanza fungu la 7, ambayo ni tafasiri. Anaiweka hapo hiyo tafasiri, lakini ninaomba ni shuke kwa sababu ya muda, nisome kuanzia maneno hapa. Kabla ya karne ya 10, na mahali pa kwanza ambapo maandishi haya yanapatikana katika Kigiriki ni katika tafasiri ya Kigiriki ya matendo ya baraza la Lateran lililofanywa mwaka 1215. Baraza la Roman Catholic ndipo walikoibua uelewa huu ambao sasa kina Barrow wanakuja kuupinga. Anasema uelewa huu ni wa baraza hilo la mwaka uliofanyika baadaye sana huko mbele, lakini kabla ya baraza hili huko nyuma tayari maamuzi mengine yalikuwa tayari yameshafanyika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uelewa mwingine aliokuwa na upinga ni huu, na ameandika kabisa hili neno, liangalie vizuri. Trident maana yake ni nini? Ni mkuki huu mmoja, huku mbele una vichwa vingapi? Vitatu. Na huyu ni Mungu, huyu ni Mungu anayeabudiwa, Zeus. Of course hii picha pia unaweza kaikuta pale Vatican, imewekwa iko pale, na ni Mungu anayeabudiwa, ni moja kati ya miungu, na Zeus na wengine wengi unakutana na yeye pia. Lakini pia India wana ishara hizo za kuonyesha. Hapa wanasema ni moon, kuna snake moja, lakini ulimi huku umegawanyika. Trident, mkuki huo, pamoja na vingine vingi vilivyokuwa vikionyesha bull, vikionyesha ishara ya kumwabudu Mungu huyo. Na ndio maana huyu pioneer anasema huo ilikuwa ni fundisho la kipagani kabisa. Hakuna Mungu wa namna hii, yeye ni nafsi. Maandiko yake ndio yanasema hivi, asili yake ni ya kipagani kabisa. Fundisho hilo la kuamini kwamba yeye ni mmoja, ndio Baba ndio Mwana au ndio Roho Mtakatifu, vichwa vya anasema asili yake ni ya kipagani na ya ajabu. Badala ya kuelekeza kwenye maandiko kwa uthibitisho wa utatu au Trinity, tunaelekezwa kwenye mkuki ule uliouona pale, wenye vichwa vitatu na miungu ya Waajemi, kwa uthibitisho kwamba kwa hili walikusudia kufundisha wazo la utatu. Na ikiwa walikuwa na fundisho la utatu, wangelifanya hivyo lazima aliposema kwa mapokeo kutoka kwa watu. Anasema lakini hii yote inachukuliwa kwa uhakika kwamba kanisa la Kiyahudi halikushikilia fundisho kama hilo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuendelea kusoma hizo notes baadaye. Anasema fundisho hili la utatu lililetwa ndani ya kanisa karibu wakati huo na ibada za sanamu zilichongwa za watakatifu, Bikira Maria, za Yesu na nini zikaingizwa kanisani, pamoja na fundisho hili la kuamini utatu. Vyote vililetwa kwa pamoja na kusudi siku na kutunza siku ya jua Sunday, kuabudu siku ya Jumapili. Na ni fundisho la Kiajemi lililorekebishwa tena na tena. Lilichukua takribani miaka 300 tangu kuanzishwa kwake ili kuleta fundisho katika jinsi ilivyo sasa. Ilianzishwa yapata mwaka 325 wakati wa Konstantino. Tuliangalia historia, wale waliokuwa nyuma walifuatilia, na haikukamilishwa hadi mwaka 381.
381. Tazama Milman Gibbons Roman hiyo na vijuzuu. Ilipitishwa nchini Uhispania. Sikiliza, ilipitishwa nchini wapi? Uhispania. Mnamo mwaka gani? 538. Fundisho hilo likapitishwa. Alafu pia huko Uingereza mnamo mwaka 596 wakalikubali pia. Alafu huko wapi huko? Sema na kwenyewe. Afrika mwaka gani? 534 lilikuja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lilienda likaenea, limechafua hali ya hewa hata hapa Ipagala na kwingine huko, na makanisa mengine na wanaonisikiliza wengine wanaofuatilia huko. Hili fundisho limechafua hali ya hewa, limechafua kabisa hali ya hewa. Lakini ndilo mapayonea walikuwa wanajaribu kuliondoa. Walipokuwa wakipinga utatu, lazima wewe unayesoma ujue wanapinga kitu gani, kwa sababu ziko dhana na nadharia nyingi. Wanaokubaliana na wanaosema, reformers wengi wanasema hivi, nimekutana nao wa aina tatu hawa watu na wameniuliza maswali haya. Yashike, hakuna Roho Mtakatifu, nafsi ziko mbili, ni Baba na Mwana. Wakifikiri ndio wanarejea kwenye ufundisho la kanisa. Wanasema kanisa lilichakachuliwa, ndio maana sasa hivi tumeambiwa wako watatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni nafsi tatu, lakini ni nafsi mbili, roho wanashare. Lakini kuna wanaosema Baba ndio Mungu, Mwana ni mwana wa Mungu na roho wanashare. Kuna wanaosema kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jamani, hivi tunaelewana vizuri? Kuna wanaosema sasa ndio nakwenda ndani kabisa, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni nafsi hii, sio tatu, ni nafsi moja, ni nafsi moja. Hayo ndio yote yanayokwenda na mimi. Sasa muda wangu umekwisha, namalizia tu hapa. Anasema maneno haya katika Catechism of the Roman Catholic Church second edition. Tafadhali naomba ninukuu hapo kwa sababu ya historia, na ndiko tunakopata mpanuko wa somo letu katika kuamini, watu wanavyoamini wengi hivi leo. Tulishapita hapa. Anasema ile paragrafu au kipengele kile cha 245 kinasema imani ya kimitume kuhusu roho. Kuhusu nani jamani? Roho Mtakatifu. Sikiliza, ilikubaliwa na mtaguso, council au baraza la pili wa ekumene huko Konstantinopo mwaka gani? Kwa hiyo hapa mwaka 381 ndiko fundisho linalomhusu roho lilifanyika, na hapo ndipo roho alipoondolewa kama nafsi. Nimesemaje? Hapo ndiko roho alipoondolewa kama nani? Na nafsi sasa zikabaki ngapi? Na Roho Mtakatifu kaanza kutufundisha wanashare Baba na nani. Usije ukasahau mwaka huo katika maisha yako yote, kwa sababu mwaka huo baraza hilo ndilo lilimkataa Roho Mtakatifu kama nafsi. Sasa ukikutana na Mwadventista msabato anamkataa, alafu anafikiri ndio fundisho la Waadventista sabato, amechanganyikiwa kichwani, hazimo vizuri, hazimtoshi na haelewi anachokifundisha, kwa sababu hilo silo fundisho la Biblia na sio fundisho la kanisa hili la Waadventista wa Sabato. Kama unaelewa sema amina. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nimalizie. Tunaamini katika Roho Mtakatifu, Bwana mpaji wa uzima atokaye kwa Baba. Kwa maungamo haya kanisa linatambua Baba kama chimbuko na asili ya uungu wote. Maana yake hata Yesu anategemea uungu wake kutoka kwa Baba. Lakini asili ya milele ya roho haijaunganishwa na asili ya Mwana. Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya utatu, ni Mungu, yuko sawa na Baba na Mwana, wote wana chimbuko na ni wa asili hiyo moja. Kazi ya maneno haya, soma vizuri, ndio namalizia hapa. Hata hivyo, roho haitwi roho wa Baba peke yake, bali anaitwaje? Soma kwa sauti. Bali roho wa Baba na roho wa Mwana pia. Katika baraza hili ndiko hapa wanamuondoa Roho Mtakatifu katika nafsi ya uungu, wanapiga kura na wanaliingiza kanisani Katoliki kama fundisho. Sasa leo ukikutana na payonea
reforma au hawa Waadventista wanaomkataa Roho wakifikiri ndio fundisho la kanisa la Adventista Sabato, ninaomba kutangaza sivyo tunavyoamini wala tunavyofundisha katika kanisa hili la Mungu, na Biblia na roho ya unabii haisemi hivyo. Na sio uelewa ambao Mama White atauandika baadaye, japokuwa utashangaa kabisa mapayonea wetu wa kanisa hili kabla nuru haijafunuliwa zaidi, na wao walielewa hivi na wakafundisha hivi. Jamani, si uniambie amina kama umeelewa. Sasa mtu akianza kukunukulia na kunukulia katika uelewa wao wa zamani, haji katika uelewa ambao baadaye walielewa tofauti na wakaongea tofauti. Kesho tutaendelea, nitawaonyesha transition ya Mungu alivyokuwa anaendelea kuwafunulia nuru na walivyokuja kulielewa fundisho hili, na ndipo kanisa hili likajifunza katika kuchimba maandiko Biblia, likakubali kwamba kwa kweli msimamo wa kanisa hili la Waadventista tofauti, Waadventista wa Sabato ni tofauti na wanavyoamini wengine, kwa sababu sisi tuna ushahidi wa maandiko matakatifu, Biblia na roho ya unabii. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu na awabariki sana. Mapokeo ya Kilatini, lazima nimalizie na hiyo. Mapokeo ya Kilatini yakiri kwamba roho hutoka kwa Baba na Mwana, filioque. Mtaguso Council wa Florence katika mwaka 1838 unaeleza kwamba Roho Mtakatifu anatoka kwa Baba na Mwana milele. Ana asili yake ni moja, simul, kutoka kwa Baba na kwa Mwana. Yeye hutoka kwa umilele, kutoka kwa kanuni moja na kupitia uvuvio mmoja. Na kwa kuwa Baba katika kizazi amempa Mwana pekee kila kitu ambacho ni cha Baba, isipokuwa Baba, Mwana pia anayo milele kutoka kwa Baba. Eti Mwana naye ana milele inayotoka kwa nani jamani? Kwa Baba, ambaye amezaliwa milele, kwamba Roho Mtakatifu hutoka kwa Mwana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndivyo wanavyofundisha reforma wakijenga hoja zao. Msiwaamini kwa sababu huu ni uelewa si wa kibiblia, sio wa roho ya unabii, si wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Mbeleni huko tutaendelea kujifunza zaidi progression, muendelezo wa Mungu alivyoendelea kuwafunulia mapayonea wetu nuru hii, akiwaondoa katika uelewa huu waliokuwa nao na kuwaleta katika uelewa wa kibiblia. Mungu awabariki sana.